Karibuni tena katika familia ya Maarifa ya Neno. Tutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo inasema majaribu ya dunia ya leo. Je, wewe ni mmojawapo wa waathirika wa mambo ya mtandao? Je, ulishawahi kuwa mwathirika wa mambo ya mtandao? Kwa kawaida tunakimbia hatari zinazoweza kutuathiri kimwili. Kwa mfano, ikiwa kama jengo tulimo linaanguka au linashika moto, ni kawaida kwamba watu watakimbia mbio kujiponya. Tukisikia kuna hatari ya mapigano au vita, tunakimbia na kujificha tukihofia kifo au kuumizwa kimwili. Lakini kwa bahati mbaya, watu wengi wanapoona majaribu yakija, hawakimbii bali wanayanyemelea na kuyachunguza. Watu wanapoona majaribu yakija, hawakimbii bali wanayanyemelea na kuyachunguza. Tumeona katika tafakuri za nyuma, kama wewe ni mfuatiliaji wa tafakuri zetu au katika maandiko matakatifu, tunaaswa kwamba ni muhimu mno kukimbia vishawishi au majaribu. Lakini badala ya kuyakimbia majaribu, mara nyingi tunajikuta tukiyaruhusu, tunajihusisha nayo, tukiyachunguza, kuyajaribu, na wakati mwingine tunayakumbatia. Katika dunia ya leo, majaribu yatokanayo na maendeleo ya sayansi na teknolojia ni mengi. Hebu leo tutafakari majaribu yanayotujia kwa njia ya simu za kiganjani au tunaziita simu janja. Hakika ni mengi mno. Pamoja na kwamba maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano na urahisi wa kuipata teknolojia hii ina mazuri mengi sana, vilevile majaribu yanayoandamana na teknolojia hii ni mengi, tena ni makubwa na ya kutisha. Utandawazi umerahisisha sana uwezekano wa watu kutafuta, kuona, hata kujaribu mambo yasiyofaa na yenye majaribu makubwa. Kutokana na urahisi wa mawasiliano na uwezekano wa kutuma jumbe, picha na hata video kwa njia ya simu, leo hii ni rahisi sana kwa mtu kushawishiwa au kushawishi. Utakubaliana nami kuwa mahusiano ya kimapenzi kati ya mtu mume na mwanamume mwingine au mtu mke na mwanamke mwingine haikuwa jadi yetu. Mahusiano ya kimapenzi na wanyama pia haikuwepo kwenye akili zetu, tena tulidhani ni aibu na fedheha kubwa. Mtoto kulala na baba au na mama yake ilikuwa haiingii kichwani au hata haikufikirika. Lakini leo hii mahusiano haya na mengineyo ya aina hii yameenea sana katika jamii yetu kutokana na athari za utandawazi. Tabia hizi ambazo hazikuwa katika jamii yetu zipo sana katika dunia ya wenzetu, na sisi tumeshindwa kuwa mambo msiige. Tunaposikia habari hizi na zingine, tunatamani kuzichokonoa na inakuwa rahisi kuzipata kwa njia ya mtandao. Watu wanajifunza maovu mengi na jinsi ya kuyatekeleza kwa kupitia simu za kiganjani na kompyuta. Bahati mbaya, wanapoyaona haya, badala ya kuyakimbia, watu wanajificha, wanajishughulisha na kuchangamkia fursa za majaribu hayo bila kutambua au kuogopa athari iliyo ndani yake. Bahati mbaya, tatizo hili limeikumba jamii nzima.
utakuta waathirika sio rika au watu wa aina fulani tu. Karibu kila makundi yote ya watu, iwe watoto, vijana, watu wazima, wake kwa waume, wasomi na wasiokuwa wasomi, maskini na matajiri, walioolewa na kuoa na wasio, hata watu wa heshima kubwa na hata watu wa kawaida. Ni aibu ya kila mmoja wetu. Maadamu teknolojia imerahisisha sana mtu kuitumia katika faragha, basi wengi wanahaha kuipata faragha na kuanza kuishughulikia. Wengi wameathirika sana kisaikolojia. Unakuta siku haipiti kabla ya kuhangaika kupata vocha ili tu mtu aweze kuingia katika mitandao michafu kujionea mambo. Ni bahati mbaya, kama nilivyosema, ni watu katika nyanja zote walioathirika kwa jinsi hii. Haichagui ni nani wala nani. Wengine wanajifunza hata mambo ambayo siyo ya kweli, bali yamewekwa mtandaoni kibiashara tu, nao wanataka kuyajaribu. Tena wanataka kuyajaribu kwa wengine. Mifano ni mingi sana na ya kutisha. Hapo ndio inakuwa shida na taabu kubwa. Kuna wale wanaotumia mitandao ya kijamii kuvizia wengine na kuwatia majaribuni. Utaona mtu anajiunga na kundi fulani kwa minajili ya kupata watu fulani ili aanze kuwachokoza. Kazi yake ni kuchunguza nani ni nani, na akimjua kidogo tu anamfuata inbox, anaanza kumshawishi au kumjaribu kwa maneno, kwa kutumia meseji na jumbe, picha za kiajabu ajabu na hata video. Bahati mbaya, unakuta anayefuatwa mwanzoni hawi na mpango wala nia ya kumsikiliza, lakini anasema, maadamu hayupo hapa karibu yangu na hajui nipo wapi, ngoja nimjibu, nimbabaishe au nimdanganye. Hapo naye anaanza kujishughulisha akijidanganya kuwa ninamzuga tu. Lakini kama maandiko matakatifu yanavyosema, mtu hushawishiwa na tamaa zake mwenyewe kwa kuvutwa na kudanganywa. Kweli hayawi yanakuwa. Badala ya kumzuga mtu, anajikuta akiangukia pua kimchezo. Ndipo utasikia mtu akilalamika akisema, hivi yule mlaghai aliniwekea dawa au aliniloga hata nikaingia mkenge, au ilikuwaje? Hapana. Paulo anatukumbusha akisema, tukimbie tamaa za ujana, maana tunapozipa nafasi kidogo tu tumekwisha. Kwa ujumla, tunajali zaidi hatari za kimwili zinazotishia mwili kuliko kujali hatari za kiroho zinazotishia nafsi zetu. Lakini hebu jaribu kutafakari kwa kujitafakari na kujiuliza, ni mangapi ya aibu ya mtandaoni uliojikuta ukiyatamani, ukivutwa nayo na hata ukadanganyika kuyajaribu? Kama jibu lako ni hakuna, basi mshukuru sana Mungu kwa kukuepusha na majaribu. Kamwe usije ukawaza hata kujaribu, ni hatari sana. Kama jibu lako ni yapo mengi, pengine hata tayari umekwisha kuathirika kisaikolojia, basi ni wakati wa kujitahidi kuyaepuka. Jiweke chini ya mkono wa nguvu wa Mungu, naye atakushindia. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo.